Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Iran imeapa kwamba hakuna tone hata moja la mafuta litakaloondoka katika eneo la Ghuba ikiwa eneo hilo litazingatia mpango wa Marekani. Tehran imetoa onyo hilo kwa mataifa jirani kuwa yataufunga mlango wa bahari wa Hormuz ili vilivyo ikiwa watashiriki katika kampeni ya shinikizo la kiuchumi la Washington. Nchi yoyote ambayo itaamua kushirikiana na Marekani katika kuiangamiza Iran hasa kupitia vikwazo vilivyowekwa na taifa hilo, basi itakuwa ni sehemu ambayo haitoweza kupitisha hata tone moja la mafuta katika eneo hili la Ghuba ikiwa itazingatia mpango huo wa Marekani. Iran imesema kwamba hakuna hata tone moja litakalopita katika eneo hilo kama nchi hizo hazitakuwa pamoja na Tehran, lakini pia imetishia kushambulia njia mbadala za usafirishaji wa bidhaa ya mafuta pamoja na gesi na bidhaa nyingine zitakazotoka katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa mataifa jirani hayo yatashiriki katika kampeni ya shinikizo la kiuchumi la Marekani. Onyo hilo linakuja baada ya waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent mnamo Alhamisi ya wiki iliyopita kutoa wito kwa washirika wa Washington na nchi nyingine kuchagua upande na kuacha kufanya biashara na Iran wakati Marekani inatayarisha kile ilichokitaja kuwa kutengwa kwa uchumi kwa utaratibu mkubwa zaidi katika historia ya dunia. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la serikali la IRIB yaliyopeperushwa mnamo Jumamosi, Mohsen Rezai, mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran, amezitaja nchi nyingine kutoshiriki katika vita vya kiuchumi vya Marekani, akisema kuwa vinginevyo Tehran itawachukulia kuwa wao ni maadui. Iwapo nchi hizo zinazoizunguka Iran zitaungana na Wamarekani katika vita vya kiuchumi, hakuna hata tone moja la mafuta litakaloondoka kwenye Ghuba ya Uajemi na mlango wa bahari wa Hormuz, na pia tutalenga njia nyingine ambazo mafuta yatasafirishwa kutoka katika Ghuba ya Uajemi, anasema. China imepinga hadharani maombi ya Marekani ya kuweka vikwazo dhidi ya Tehran. Ikumbukwe kwamba China pamoja na Urusi ni mataifa rafiki kwa muda mrefu yenye uhusiano na Iran, jambo ambalo imekuwa ni vigumu kwa nchi hizo kujiunga na vikwazo vya rais wa Marekani Donald Trump, wakikumbuka kwamba hata wao waliwekewa baadhi ya vikwazo. Urusi tangu mwaka 2022 imekuwa vikwazo na Marekani na mataifa ya Magharibi, lakini pia Uchina ikiwa katika tishio la kuongezwa kwa kodi za bidhaa zake. Iwapo rais wa Marekani Donald Trump anataka kufanya jambo, tutalipiza kisasi kwa njia ya tetemeko, anasema Mohsen Rezai, mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Iran. Mnamo Alhamisi ya wiki iliyopita, Rais Donald Trump alitangaza kile alichokiita operesheni mbaya zaidi ya kiuchumi dhidi ya Iran, akielezea kama siku ya kiuchumi na ya D-Day na kutoa wito kwa washirika wa Marekani kusimama na Marekani ili kutenganisha na kushinda tishio la Iran. Tangazo hilo limekuja baada ya dirisha la siku 60 la mazungumzo ya makubaliano ya amani na Tehran kumalizika mnamo Jumatatu bila mafanikio na kumfanya Trump kutangaza kuwa mazungumzo yamemalizika. Iwapo rais wa Marekani Donald Trump anataka kufanya jambo, tutalipiza kisasi kwa njia ya tetemeko, Rezai alirudia kauli hiyo. Iran ilifunga vyema mlango wa bahari wa Hormuz ambao unashughulikia karibu robo ya biashara ya kimataifa mafuta na LNG muda mfupi baada ya Marekani na Israel kuanzisha kampeni yao ya pamoja ya mashambulizi ya mabomu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo Februari 28. Jeshi la wanamaji la Marekani liliweka kizuizi chake katika mlango wa bahari wa Hormuz mwezi Aprili, na tangu wakati huo imekuwa ikiongoza meli kwenye njia ambazo Tehran inaziona kuwa kinyume cha sheria. Karibu meli 200 zilipita mkondo huo wiki iliyopita kutoka 150 kabla ya wiki iliyopita, na wiki hii 40 mapema zimepita na kuleta trafiki kuwa karibu kufikia 20%, ingawa bado viwango vya kabla ya vita, kulingana na kituo cha uendeshaji cha biashara cha Marine cha Uingereza. Data ya Kipla ilionyesha kuwa zaidi ya 80% ya meli za mizigo za kioevu zilivuka mlango wa bahari wa Hormuz katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Aidha, zilitumia njia iliyoungwa mkono na Marekani kupitia maji ya Oman ambayo Iran inaona kuwa ni haramu, au ilizima mifumo yao ya kufuatilia ambayo huenda ikatumia njia hiyo pia. Meli 5 zilipigwa na makombora ya Iran katika wiki iliyopita na kusababisha vifo 2 vilivyoripotiwa. Meli zote 5 zimeripotiwa kuharibika lakini hazikupotea. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote
endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachoendelea katika ulimwengu.